Hujambo na karibu mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo katika kipindi cha Tufunge Safari. Kipindi hiki ni maalum kwa ajili ya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu 2025. Mimi ni Esther Amando Sizelamula, karibu sana. Mtazamaji, katika kipindi cha leo tunaangazia sera za wagombea wa nafasi ya urais wa Chama cha Mapinduzi CCM, chama cha Makini, chama cha UMD pamoja na chama cha NLD. Na kwa kuanza, tuanze kumsikiliza mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan. Huu ni mkoa muhimu kwa biashara na shughuli za uzalishaji, hususan kilimo na uvuvi. Kipaumbele chetu kwenye huduma za jamii, na kama mnavyojua hicho ndicho kipaumbele chetu, huduma za jamii. Kazi ya CCM na serikali yake ni kuendeleza na kukuza nguzo hizi kuu za uchumi wa mkoa huu wa Mwanza. Lakini nguzo kuu za uchumi zinatanguliwa na maendeleo ya jamii, kwa sababu lazima kwanza utengeneze elimu ya jamii, afya ya jamii, jamii ipate maji, ipate afya bora, jamii ipate matibabu, lakini pia jamii ipate umeme, kurahisisha kazi, uzalishaji na pia usalama wa maeneo. Kwa hiyo tumeweka nguvu kubwa kwenye maendeleo ya jamii, alafu maendeleo ya kiuchumi tunafuatilia. Ndugu zangu, katika miaka mitano iliyopita hapa Nyamagana tumeboresha hospitali yetu ya wilaya na kuongeza vituo vya afya 4, lakini pia shule mpya 6 za sekondari na 8 za msingi, pamoja na kujenga mabweni 2 na uzio kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum kule shule ya msingi Buhongwa. Lakini vile vile kubwa zaidi ilikuwa uwekezaji kwenye sekta ya maji. Ndugu zangu, nakumbuka ziara yangu ya kwanza nikiwa rais, pale Butimba nilisimama, nilipokelewa na mandoo kina mama, wakanambia sisi tunataka maji. Nikawaahidi nitajitahidi nilete maji. Na nataka niseme kijana wenu yuko hapa, nilikuwa na mkaba na ameifanya kazi nzuri. Sasa kwenye maji tumetekeleza mradi mkubwa wa Butimba kwa shilingi bilioni 71 na milioni 700 na kuwafikishia maji safi na salama wakazi 450,000 wa Buhongwa, Nyegezi, Igoma na kwengineko maeneo ya pembeni. Vile vile tumetekeleza mradi mwingine wa shilingi milioni 864 ulionufaisha maeneo ya Sahwa, Buhongwa na Lwanhima. Aidha, miradi mingine inayoendelea kutekelezwa kwa gharama shilingi bilioni 46.2 ipo kule Buhongwa tena, Kishiri na maeneo ya jirani, ambapo kwa sasa miradi ile imefikia 85%. Waziri yuko hapa. Ahadi yetu ni kukamilisha miradi hii pamoja na miradi ya upanuzi wa chanzo cha Capri Point ili kuimarisha zaidi upatikanaji wa maji. Pamoja na hatua hizi, nafahamu kwamba Mwanza kwa kiasi fulani ilikuwa na tatizo la katika kwa maji na kutokupatikana. Tukamleta katibu mkuu akalala Mwanza wiki nzima hapa kuhakikisha hilo tatizo linatatuka, na amefanya kazi hiyo kwa ufanisi mkubwa. Lakini vile vile kuna tatizo la presha kuwa ndogo baadhi ya maeneo, hasa yale ya miinuko. Sasa kwenye hili tunajenga matenki makubwa maeneo ya Nyamazobe la lita milioni 5, Buhongwa lita milioni 10 na Fumagila ya juu lita milioni 10, ambapo ujenzi umefikia 35%. Tutamaliza, na baada ya kumaliza matangi haya, flow ya maji, mtiririko wa maji utakuwa mzuri, yatapatikana maneno ya vijana 24/7 mwaka mzima. Swala jingine muhimu kwa Nyamagana ni miundombinu ya barabara. Tulikamilisha kama vyosema Nzila Nyingi
tukamilisha ujenzi wa barabara Buhongwa Igoma ya kilomita 14 kwa shilingi bilioni 22.7. Ujenzi wa barabara hii umeenda sambamba na madaraja ya Mkuyuni na Mabatini kwa shilingi bilioni 11.2, ambako ujenzi kule unaendelea na tutahakikisha tunakamilisha. Tuliwaahidi pia kujenga barabara ya Mwanza City Center Buhongwa mpaka Usagara yenye njia 4. Niwaeleze kuwa tayari tenda ya ujenzi imeshatangazwa ili tumpate mkandarasi. Muda wowote tukipata mkandarasi na tukipata fedha za kuanzia, huu mradi unakwenda kuanza. Mwanza inakwenda kuwa jiji kweli kweli. Mbali na hilo, barabara nyingine ambazo tutaendelea kuzijenga ni Mkuyuni Mahina Muwangu mpaka Igoma, ambayo imeshafanywa upembuzi yakinifu na hatua nyingine zinaendelea. Vile vile barabara ya Mwanza City Center Igoma Kisesa. Aidha, ili kuhakikisha ubora wa barabara zetu za ndani, tutaendelea kuongeza bajeti ya TARURA ili waendelee na ujenzi wa barabara za ndani. Kwa upande wa Constantine Kibonde, yeye ni mgombea urais wa chama cha Makini. Anaanza kwa kuelezea ni kwa namna gani amehamasika kugombea nafasi hii kubwa kabisa ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha Makini. Ndugu zangu, kwa nini nilifanya maamuzi ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kilichonisukuma, kwanza, nina nia ya kuwatumikia Watanzania kwa hali ya uzalendo na ninawiwa kuwatumikia kwa utumishi uliotukuka. Masuala mawili yalinipushi. Nia yangu nikakishirikisha chama changu. Chama changu mkutano mkuu ukanipigia kura za kutosha na ukanipitisha kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wakanipa ilani ya chama ili hiyo ilani niipeperushe na niweze kwenda kuinadi nchi nzima ili Watanzania waielewe ilani na hatimaye wafanye maamuzi ya kunichagua kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, ninazo sifa kwanza za kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hizo sifa ndizo kwanza zilifanya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi wakaniteua kuwa ni miongoni mwa marais 17 ambao tupo kwenye kinyang'anyiro cha kung'ania kwenda Ikulu ya Magogoni. Ndugu zangu, wakazi wa Mpanda, huu mkoa ni mkoa wa 13. Toka nimeanza kampeni jijini Dar es Salaam tarehe 2 mwezi wa 9 pale viwanja vya Baresa Manzese. Ndugu zangu, Watanzania wa maeneo mengine wamenipokea kwa bashasha, wamenipokea kwa vifijo na hoihoi, na wameniahidi ya kwamba Oktoba 29 wanakwenda kunipigia kura za kutosha. Sasa ombi langu la msingi kwenu, ninawaomba muungane na Watanzania wa maeneo mengine ambao tayari wameonyesha nia ya kunichagua mimi Costa Jimmy Kibonde. Tarehe 29 mwezi huu wa 10, mjitokeze wakazi wa Mpanda pamoja na vitongoji vyake vya karibu, mkanimiminie kura za kutosha, na hatimaye Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hawatosita kunitangaza mimi Costa Jimmy Kibonde kuwa rais wa awamu ya 7 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumesema tunakwenda kuboresha sekta ya anga, kwa maana tutakwenda kuboresha viwanja vyote vya ndege vya mikoa nchi nzima. Tunahitaji kila mkoa Dreamliner, ndege kubwa za kisasa ziweze kutua kila mkoa, na hatimaye hizo ndege pia ziweze kutua masaa 24, sio kuchagua mchana. Miundombinu tunayokwenda kuweka ni miundombinu ambayo ndege zitue mchana
na usiku, ili sasa Watanzania wa Mpanda tuweke mazingira mazuri, na serikali yangu itaagiza Dreamliner 70 ili kila mkoa ndege itue na ipae, kila mkoa ndege itue na ipae. Na tutafanya, tunajua ndege, upandaji wa ndege yani imekuwa kama ni watu fulani maalum, labda watu kama kina Kibonde kama mimi. Hapana, tunataka mkazi wa chini wa Mpanda, mkulima wa Mpanda. Tutashusha bei za tiketi kuhakikisha kwamba Mpanda Dar es Salaam ukitaka kwenda Mbeya unapanda ndege, na tumebaini kwamba usafiri wa ndege ndio usafiri ambao ni salama duniani. Uweze kusikia ndege zinaanguka mara kwa mara, kwa huo usafiri usio wa watu maalum. Serikali yangu, Mtanzania wa chini, mkulima wa chini anakwenda kupanda ndege. Na pia kwa kuwa tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo cha umwagiliaji, tutakwenda kutafuta masoko ya mazao yenu. Tunaamini ya kwamba Mpanda mnalima mahindi, mnalima karanga, pia mnalima na mpunga. Mazao yenu tutayatafutia soko nchi za nje, na tunahitaji wale wazungu wakitoka nje wasitue Dar es Salaam, waje watue Mpanda. Wakitua Mpanda waje wanunue mazao ya wakulima na kupeleka ughaibuni kwa fedha nyingi za kutosha, na hatimaye mkulima kwa mara ya kwanza anakwenda kunufaika, na tunakwenda kuzalisha wakulima matajiri wanaotoka ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Leo hii nchi mbalimbali hakuna amani. Amani iko Tanzania. Maeneo mbalimbali wanatuonea choyo, ikivugana kwao wanakimbilia kwetu. Sasa jiulize, leo hii kikinuka Tanzania tutakwenda wapi? Kwa amani ni lazima tuilinde. Mgombea urais wa chama cha UMD si mwingine ni Mwajuma Noti Milambo. Yeye amewaahidi wananchi wa Mbarali mkoani Mbeya kwamba ikiwa chama chake kitapata ridhaa ya kuunda serikali, ataboresha huduma za afya kwa kutoa msamaha wa matibabu kwa wanawake wajawazito na watoto wenye umri chini ya miaka 5, pamoja na serikali yake kuwa na maeneo maalum ya kulelea wazee kila wilaya. UMD tumesimama kusimamia vizuri sera ya wazee. Nchi yetu ina sera nzuri, lakini ni sera ambazo usimamizi wake hausimamiwi vizuri, na shida mimi naona ni makusudi ya viongozi ambao tunawapa dhamana kutuongoza. Leo hii tunaambiwa huduma za wazee na watoto chini ya miaka 5 ni bure, lakini sisi wenyewe ni mashahidi. Tunapoenda na wazee wetu mahospitalini, huduma hiyo haiko kama ilivyotajwa katika sera yetu. Tatizo ni usimamizi. Wazee wetu wamekuwa tukiwapeleka wanapata ushauri wa daktari, lakini mambo mengine yote sisi watoto wao tukahangaike nao. Lakini wako wazee ambao wamepata bahati ya kuajiriwa. Mtu anafanya kazi miaka 20-30, lakini anapostaafu anakumbana na changamoto ya kile ambacho wamekichanga kwa muda wote. Niwaombe sana ndugu zangu wa Mbarali, tuendeni tukachague viongozi ambao watakuwa dawa kwa Watanzania na si kuwa chawa kwa viongozi. Niwaombe sana ndugu zangu, sisi UMD, endapo mtatuamini tarehe 29 kikokotoo sisi kwetu hapana, kwa sababu mzee ambaye amehangaika miaka 20-30 kuwa mzalendo katika nchi yake, kututumikia, kutusomesha na kutulea sisi watoto wake, leo hii anastaafu, tunamwekea masharti magumu katika kile ambacho amejichanga, na alikotoka mbali tunaamini anakokwenda karibu. UMD haitakuwa na kikokotoo. Tunaomba sana mtuamini tarehe 29 ili tuweze kuwatumikia, lakini pamoja na kuondoa kikokotoo, kuhakikisha wazee wetu hawa wako ambao hawana wa kuwatunza. Ni lazima sisi viongozi
tufikirie wazee ambao hawana watu wa kuwatunza katika maeneo yetu. Tumeona sana serikali imetoa asilimia 10 wanawake, vijana na makundi maalum, lakini sisi UMD tumesema pale kwenye ile asilimia 10 tulikuwa tunaona kuna umuhimu sana wa kuweka afya, kwa maana ya kumlipia mama mjamzito na mtoto huduma hiyo iwe bure endapo mama anafikia wakati wake wa kujifungua, lakini pia mtoto wa mwaka 0 mpaka miaka 5, na hilo linawezekana kwa sababu rasilimali za kutosha katika nchi yetu tunazo. Usimamizi ndio shida. Niwaombe sana wanaobaruku, tukawe na maamuzi ya kuwapa uongozi watu ambao watasimamia vizuri rasilimali zetu, watakuwa sauti yetu na watatuongoza wakiamini tumewaamini, na wao basi wawe waaminifu. Sisi UMD tutahakikisha kwenye maeneo yetu haya ya wilaya lazima kuwepo na nyumba za wazee. Wale ambao watakuwa hawana wa kuwatunza basi waweze kuwa kwenye eneo la serikali, waweze kutunzwa, kuhudumiwa mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapowachukua, kwa sababu wametumia nguvu zao kubwa kututunza, kutulea, kutusomesha, na sisi sasa ni wajibu wetu kama serikali kuwasimamia na kuwatunza. Lakini kuhakikisha kuna magonjwa makubwa ambayo yanatutesa Tanzania sasa hivi. Kuna kansa, kuna moyo, kuna figo. Hii huduma imekuwa ngumu katika familia zetu. Ni wajibu wa serikali kuangalia upya katika kuhakikisha inamsaidia Mtanzania kwenye huduma hizo. Sisi UMD endapo tutatuamini, tutaenda kuangalia vizuri katika sera zetu kuona tunamsaidiaje Mtanzania anapopatwa na janga kubwa kama hili, kwa sababu sisi ni mashahidi katika familia zetu. Haya magonjwa yanapoingia tunakimbiana kama familia, gharama zake ni kubwa sana. Mtu anapoumwa moyo, tuwe na maamuzi sahihi siku ya tarehe 29 ili rasilimali zetu zije kutunufaisha katika maeneo yetu. Naye mgombea urais wa chama cha NLD Doyo Hassan Doyo amewahakikishia wananchi wa jimbo la Kivule lililopo Ilala jijini Dar es Salaam kwamba endapo atachaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mojawapo ya vipaumbele vyake ni kujenga barabara ya Kivule mpaka Banana kwa kiwango cha zege, ikiwemo kujenga barabara zote za mitaa kwa kiwango hicho ili ziweze kutumika kwa kipindi kirefu bila kuharibika. Endapo mtanichagua, kazi yangu ya kwanza ni kutengeneza barabara kwa kiwango cha zege ili muweze kuwa na barabara yenye ubora ambayo mtatumia kwa kipindi kirefu katika maisha yenu. Nendeni mkanichague niweze kutengeneza barabara zenu. Ahadi nyingine ambayo nawapa ndugu zangu wa Kivule ni kuhakikisha barabara zote za mitaa tunakwenda kuzitengeneza katika kiwango cha zege ili ziweze kupitika kwa wakati wote. Na kuombeni ndugu zangu wa Kivule, nendeni mkanipigie kura niwe rais wa nchi hii, tuweze kutengeneza miundombinu ya barabara iliyozunguka katika eneo hili. Na kuombeni, na mbunge hapa anagombea anaitwa Sabra Anthony Masanza. Sabra, kama unaenda kwenye gari simama pale wapiga kura wakuone. Huyu ndio mgombea wetu wa ubunge jimbo la Kivule, anaitwa Sabra Anthony Masanza. Ni mkazi wa Kivule, anaishi hapa, anagombea ubunge kupitia chama chetu. Na kuombeni tarehe 29 wananchi wote wa Kivule, nendeni kamchagueni Sabra Anthony Masanza awe mbunge
kwa jimbo hili la Kivule. Tumesimama kwa unyenyekevu kabisa, wana Kivule, niwaombe ikifika tarehe 29 Oktoba mwende mkanichague kwa kura nyingi sana za ndio, mwende mkamchague Mheshimiwa Doyo Hassan Doyo, tukatimize ilani yetu ambayo ina vipaumbele vinne: elimu, afya, miundombinu pamoja na ajira. Kwa hiyo mimi nawaomba mchague tarehe 29 ili twende tukawanyanyue vijana, kina mama na wazee. Kwa hiyo mimi naomba mwende mkatuchague, kwa sababu ya nini nasema tutaenda kufanya huduma za afya kwa mama na mtoto na wazee bure kabisa. Kwa hiyo na Kivule ni jukumu letu kutuchagua sisi. Mtazamaji, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imebainisha kauli mbiu ya uchaguzi kwa mwaka huu 2025 ambayo ni kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Nami niseme kwamba kweli jitokeze kupiga kura wakati ukifika. Hii ni Tufunge Safari kuelekea uchaguzi mkuu. Na hadi hapa mtazamaji, ndio mwisho wa kipindi cha Tufunge Safari. Shukrani kwako wewe mtazamaji kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tumezungumzia mengi na mmesikia sera za wagombea wa nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, chama cha UMD, chama cha Makini pamoja na chama cha NLD. Na shukrani za pekee ziwaendee Rose Chapewa pamoja na Pasco Emmanuel Katona na Ahmed Nandonde, bila kumsahau fundi mitambo Kudra Kitali. Mimi ni Esther Amando Sizilamula. Hadi wakati mwingine, hii ni Tufunge Safari. Asante na kwaheri.